Hatutaruhusu mchele, sukari na bidhaa nyingine vya aina za vyakula vinatumika nchini vikiwa havina ubora. Kwa hiyo watumishi wetu wa TBS, endeleeni na jitihada hizo za kuhakikisha kwamba kila bidhaa nchini inakuwa bora, na hakuna huruma kwa bidhaa isiyokuwa na ubora zilizokwenda kuathiri afya za Watanzania. Msikubali kubeba lawama ya kuruhusu bidhaa, hata kwa kula rushwa, kuingiza bidhaa ambayo haina ubora alafu ikaua Watanzania. Haifai, peleka kuichoma na kuiteketeza kule, kwa sababu haifai, na tuna uhakika na maabara zetu. Ndugu wananchi, nataka tukuze ushindani wa biashara zetu za ndani ili ziweze kununuliwa popote. Nataka pia hata biashara za vijana wadogo, biashara ndogo na zenyewe pia ziwe na ubora unaotakiwa. Tuendelee kulinda afya mlaji na kuhakikisha bidhaa zinatumika hapa nchini zina ubora zote, lakini tuvutie masoko ya kimataifa kwa bidhaa zetu hapa ndani. Tukijua kwamba leo hii Jumuiya ya Afrika Mashariki sisi ni wazalishaji, eneo la Sadiki sisi ni wazalishaji, lakini mmoja wa nchi huru za Afrika wanaiona Tanzania kama ni nchi ya uzalishaji. Nataka tujenge uchumi huu imara ambao pia unawezesha kuwepo kwa viwanda, na viwanda hivyo na sifa ya kuzalisha bidhaa bora. Na nitoe wito kwa TBS, badala ya kusubiri bidhaa ishazalishwa, nendeni viwandani mkadhibiti huko kwanza, ili pia hata mwekezaji asipate hasara kwa kuzalisha bidhaa isiyokuwa na ubora. Bora mwanza kumjulisha huko kama bidhaa bora au la, ili aendelee au asiendelee kuzalisha, badala ya kumsubiri huku mtaani.